wakachukua taarifa kusema kwamba wamemwaga rasmi. Wamemwaga rasmi Dimitar Vatev, raia kutoka Bulgaria. Amezaliwa mwaka 1976 tarehe 26 mwezi wa 6 akiwa na umri wa miaka 49. Ni mmoja kati ya makocha walikuwa na historia nzuri sana soka la Afrika. Ni mmoja kati ya makocha walikuwa na falsafa kutumia mfumo wa 4-3-3 kwa maana kwamba mabeki wa 4 na viungo wakati ni watatu na washambuliaji ni watatu. Kwa hiyo kutoka hapa nchini Botswana hali tu iliyokuwa ikiendelea na kumkabili kocha huyo Dimitar Vatev kwamba tayari ameshaweza kumalizana na klabu hiyo ya Gaborone United, na rasmi sasa baada tu ya kikao hicho kumalizika alipata wasaa wa kwenda kuzungumza na wachezaji wa Gaborone na wao kuweza kukaa chini na kumwaga rasmi. Kwa hiyo wengi sio kocha tena wa Gaborone, ameshaachana na kazi hiyo. Hapa sasa ndio inakuja ile dhana ya kusema kwamba klabu kutoka hapo nchini Tanzania Simba kwamba wameshaweza kukamilisha usajili huo. Moja kati ya taarifa kutoka kwa mtu wake wa karibu kocha huyo Dimitar Vatev amenieleza kwamba kocha ameshamalizana na klabu ya Simba tangia siku 3 nyuma kabla ya hivi vikao vinavyoendelea katika ofisi za klabu ya Gaborone. Kwa hiyo unapata picha kocha Dimitar Vatev kwamba ameshaweza kumalizana na klabu ya Simba siku 3 nyuma. Kwa hiyo Simba wataenda kumtangaza kocha huyo na Gaborone wameweza kuachwa solemba, naweza nikatumia lugha hiyo kama huko Tanzania mnapozungumza. Na ukimtazama kocha mwenyewe ukiangalia taswira yake ana hadhi gani ya kuja ndani ya klabu ya Simba? Tumeona baadhi ya makocha ambao wamepita ndani ya klabu ya Simba, tumeona wengi wakazungumzia kwamba kocha ana mifumo ya kocha ambaye aliyopita Fadlu Davis. Ni kocha ambaye mwenye falsafa nzuri sana. Kwanza leseni yake ya kocha ni UEFA A license. Kwa maana kwamba itampa majukumu ya kukaa katika benchi la ufundi, lakini pia kutokana na leseni yake ya kocha ni kocha mwenye viwango vikubwa kwelikweli. Kuna baadhi ya watu hapo nchini kwetu Tanzania kumekuwa na ile dhana ya kusema kwamba kocha aliondoka na kocha huyo ambaye anayeenda kuifundisha klabu hii ya Simba ni kwamba si kocha atakayeweza kutosha kuvaa viatu vya kocha aliyeondoka. Mimi niseme tu kitu kimoja labda. Niondoe wasiwasi. Si kama kwamba kocha Dimitar Vatev nampendelea au kwa sababu ni kocha ambaye aliwahi kuifundisha moja kati ya klabu hapa nchini Botswana. Ni kocha ambaye mwenye falsafa kisha soka Afrika. Kurudisha nyuma kwa historia vilabu ambavyo alivyokuwa akifundisha kocha huyo. Mwaka 2024 alikuwa kocha mkuu wa Gaborone. Mwaka 24 mpaka 25 kuanzia tarehe 1 na mpaka tarehe 7 alikuwa ni kocha wa klabu ya Orapa kama kocha mkuu. Vixen United mwaka 23-24. Vyote hivyo ambavyo ndio kutajia hapo kuanzia Gaborone, Orapa United, Victoria United, FC Johansen, Victoria United na Flamingo KCA Melia, na moja kati ya vilabu ambavyo aliwahi kuifundisha ni H16 Sports Club. Kuanzia klabu ya Orapa United mpaka klabu ya Victoria United, vilabu vyote hivyo alikuwa kocha mkuu wa vikosi hivyo viwili. Na timu hizo mbili zote amewahi kuipatia taji pili pale alipokuwa kocha wa kufundisha vilabu hivyo. Klabu ya FC Johansen alikuwa ni meneja, kwa maana kwamba alikuwa ni kocha. Alishika nafasi ya pili kwa ligi pale nchini Burundi. Alishawahi kufundisha moja kati ya klabu pale nchini Burundi. Kwa hiyo ni kocha ambaye mwenye falsafa ya kwenda kila klabu atakayeweza kuifundisha huwa
ana desturi yake kwamba hawezi kuifundisha klabu pasipokuwa na matarajio kuweza kuwakabidhi kombe ama kushika nafasi nzuri kuelekea katika michuano ya kimataifa, kwa maana kwamba ubingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Huyo ni kocha ambaye ni mzuri sana, mwenye falsafa, mpira wake wa kasi, ni mpira wake wa utulivu. Watanzania wengi wamekuwa na wasiwasi kutokana na vile ambavyo alivyokuwa amejiweka. Dimitar Berbatov ni kocha, naweza kusema kwamba lugha moja hapo nchini Tanzania huwa mnapenda kuizungumza ni lugha ya msela. Ukimwangalia Dimitar Berbatov unaweza kusema kwamba huyu si kocha, ni msela, kutokana na matatu ambayo alikuwa amejichora katika mwili wake. Utendaji kazi pamoja na ubora wake katika eneo la uwanja, hakika kabisa naona Simba wanaenda kumsajili kocha mwenye viwango vya hali ya juu. Ni kocha ambaye ataenda kuwasaidia. Kama Watanzania wananisikiliza hapo nchini kwenu Tanzania, basi naomba hili waweze kulinukuu. Watakuja kunishukuru hapo baadaye na kusema kwamba moja kati ya waandishi wa habari kutoka nchini Botswana aliwahi kulizungumza kwa njia hiyo kwa upana zaidi kwamba Dimitar Berbatov atakuwa ni kocha mzuri sana, ataenda kuwasaidia. Na baadhi tumeona baadhi ya wachezaji wa hapo Botswana hakufurahishwa na kocha kuondoka. Baadhi wachezaji wamepokeaje kufanya taarifa hizo, na jinsi ulivyopitia taarifa kwa kina kuhusiana na mchezaji huyo, na ulizungumza kwamba uko karibu kabisa na makao makuu ya timu ya Gabon? Ni kweli kabisa, kwa sababu hata ukijaribu kutazama kwa wachezaji ambao alikuwa amejaribu kuwafundisha, ulivyokuwa unakitazama kikosi cha Gabon United, ni kikosi ambacho kimeundwa kwa miaka kadhaa tu. Pindi pale alipokuwa kwa mkataba wa kufundisha Gabon United, kulikuwa na kikosi tofauti na wachezaji waliokuwa hivi sasa, kwa sababu kocha Dimitar Berbatov alipokuwa amepewa kibarua cha kuweza kuifundisha Gabon, anaweza kuwasajili wachezaji anaowahitaji yeye. Na ndio hawa wachezaji ambao wameipa mafanikio makubwa sana kikosi hiko cha Gabon. Kwa hiyo wale wachezaji ambao walikuwa wamesajiliwa na kocha Berbatov, kwa hiyo ni kama vile wameingiwa na wasiwasi na kuona kwamba hawatakuwa na uhuru. Wamekuwa na majonzi baada ya kuona kocha wao ameenda kuaga. Hakika kabisa kutakuwa na mmonyoko kwenye kikosi hiko kutokana na aina ya wachezaji aliokuwa akijaribu kuwasimamia. Na moja kati ya silaha ambayo aliyokuwa akitumia kocha Dimitar Berbatov, raia kutoka Bulgaria, kwanza nidhamu. Ni kocha ambaye mwenye msimamo sana, nidhamu. Unaweza kumuona alivyokuwa amejichora mwili mzima matatu, unaweza kusema kwamba huyu ni msela, nidhamu hana. Lakini ni moja kati ya silaha ambayo huwa anaitumia mara kwa mara na kuambia wachezaji wake kipindi kile alipokuwa kwenye kikosi hiko cha Gabon, kuambia kwamba nidhamu kila mchezaji itakuwa ni sehemu ya wewe kupata nafasi kuelekea katika kupangwa kwa kila mechi. Kama mchezaji hautakuwa nidhamu, basi Dimitar Berbatov alikuwa na tabia ya kuwaweka benchi wachezaji wasiokuwa na nidhamu. Hilo pia lilikuwa linasumbua sana kwa baadhi ya viongozi wa Gabon pale ambapo alipokuwa akifundisha kikosi hiko cha Gabon. Mwanzoni walikuwa wanaona kama ni kocha ambaye mwenye kiongoza timu. Walikuwa bado hawajaweza kumuelewa mipango na mikakati alikuwa nayo. Baada ya kuja kumuelewa kocha Dimitar Berbatov, na kuona kwamba kumbe kocha ana nia nzuri na kuona labda ana mipango mizuri ya kuifundisha klabu hiyo ya Gabon. Leo tunaona matunda ya Gabon. Ni mabingwa watetezi ligi kuu ya Botswana na wameweza kupata endorsement, kwa maana kwamba wadhamini wakubwa. Benki kuu ya Gabon, benki inaweza kuwadhamini Gabon. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa miaka hivi karibuni mpaka pindi pale kocha Dimitar Berbatov alipokuwa amepewa kijiti hiko ya kuifundisha klabu ya Gabon, wamekuwa wamejaa wadhamini. Wamejaribu kuwarudisha wale mashabiki walikuwa wakishangilia klabu hiyo ya Gabon. Tumeona baadhi ya makocha wakitoka timu zao, tunaona wanatoka na wachezaji wao, na tumeona sasa, sijajua kama mwandishi umemfuatilia sana kocha huyu na unamjua safari zake alikotoka, tunaona hana historia ya kuondoka na wachezaji wake. Inawezekana akaondoka na wachezaji wake, lakini sio kwa hivi karibuni, kwa sababu ndio kwanza ilianza kuanzisha na usajili kwa hapa nchini Botswana na pia ilifungwa. Itakapofika mwezi wa pili mwakani 26
Tanzania ndio kutakuwa na dirisha la usajili. Kwa huko Tanzania ni mwezi wa kwanza Januari, kwa maana kwamba kutakuwa na dirisha dogo la usajili. Kwa utaona hapo ni tofauti. Huko kutakuwa na mwezi wa pili, huko Tanzania kutakuwa na mwezi wa kwanza. Kwa hiyo kidogo utakuwa na msijano, naweza nikazungumza lugha hiyo kwa lugha nyepesi. Na ukijaribu kutazama wachezaji alikuwa nao karibu zaidi ni wachezaji watatu. Inawezekana hawa anaweza kaondoka nao, kwa sababu hata wachezaji wenyewe wameonyesha ile hali ya kuto kufurahishwa na maamuzi ambayo alikuwa ameyachukua kwa timu ya Patrick. Kwa hiyo kikosi cha Simba inawezekana wachezaji hao watatu dirisha dogo la usajili inawezekana wakaenda kusajiliwa na klabu ya Simba kutoka hapo nchini Tanzania. Bana, mimi nikushukuru sana ndugu yangu. Ninakushukuru sana hapo Tanzania. Wape habari na sisi tutaendelea kuwapa ripoti kutoka hapa nchini Botswana, na kama kutakuwa na swali lingine lolote tutaanza hapo baadaye. Hakika nitakupa ushirikiano mkubwa sana. Nikutakie mchana mwema. Mimi nikushukuru sana na nakutakia mchana mwema hapo Botswana. Shukrani sana. Asante. Na mwenzetu mwandishi wa habari alikuwa pale Botswana, timu ya Botswana pale ya Gabon kwenye ligi ya Botswana. Hapa tumeona alikuja hapa katika viunga vya Benjamin William Mkapa, mchezo wa kombe la klabu bingwa barani Afrika limetazama, na huyo kocha anazungumziwa zaidi na vilabu hapa Tanzania, huenda akahusika kwa 90% klabu ya Wekundu wa Msimbazi. Lakini mimi nikaona kuna mmoja kati ya mwandishi ambaye yuko pale pande za Botswana ambaye anatuhakikisha taarifa hii amesikiaje, na taarifa je aiweke wazi bayana kwamba ni kweli Simba wamepeleka ofa na mashabiki wapo timu ya taifa ya Gabon wanazungumziaje kuhusiana na kocha huyu. Bana, za saizi kutoka hapo Botswana. Kutoka Botswana ni salama. Habari za hapo Tanzania? Tanzania tuko salama kabisa, na hali ya hewa inaridhisha kwa kutokana na hali ya hapa na pale, lakini vitu viko sawa kabisa. Ndio. Hapo Botswana wanaendeleaje kwa maendeleo ya hapo Botswana? Botswana mambo yanaendelea vizuri na mambo yanaenda vizuri, na michakato na majukumu ya kuitengeneza michezo kwa nchi ya Botswana imeendelea vizuri, hususan ligi kuu nchini Botswana nayo tayari pia imeshaanza kwa timu kadhaa. Tayari wameshacheza michezo na ya uwanja pamoja na maandalizi mengine ya ligi kuu hapa nchini Botswana yako vizuri. Sijui hapo Tanzania ligi yenu inaendelea vipi? Sisi ligi bado inapamba moto na bado ligi iko sawa kabisa, na baadhi iko very serious kabisa. Ligi yetu ya Tanzania bado inazidi kuwaka moto kwa kweli. Kuna taarifa ambayo ipo inatembea katika mitandao ya kijamii ikimhusisha kocha wa timu moja hapo ya hapo Botswana Gaborone, ambao anahusika kuja ardhi ya Tanzania. Na wewe kama mwandishi wa michezo hapo Botswana, taarifa umeisikia na taarifa imekuwa ni sahihi kwa klabu ya Simba? Taarifa inavyoendelea jinsi inavyosikika? Taarifa nimeisikia na mimi pia nimejaribu kwa mitandao ya kijamii. Kocha Dimitri Pates ni raia kutoka Bulgaria, anazungumzwa sana kwenye vyombo vya habari hapo nchini Tanzania. Hiyo taarifa baada tu ya kuiona nikasema kwamba acha na mimi niweze kuifuatilia kwa karibu zaidi. Ni kweli kocha mkuu Dimitri Pates, raia kutoka Bulgaria, Simba waliweza kutuma ofa yake baada ya mchezo wa kabingwa barani Afrika, mchezo ambao ulichezwa pale katika dimba la Mkapa jijini Dar es Salaam huko nchini Tanzania. Na Simba waliweza kufanikiwa ya kusonga mbele katika hatua ya pili michuano hiyo ya kabingwa barani Afrika. Baadhi ya viongozi wa Simba walianza kumtumia taarifa kocha huyo Dimitri Pates kwamba wanamuhitaji kwenye kikosi hiko cha Simba kuelekea msimu huu ambao ulioanza hapo nchini Tanzania. Baada ya hapo kocha Pates alianza kuweka mabadiliko ndani ya uongozi wa klabu ya Gaborone United hapo nchini Botswana. Alishaanza kuonekana kama vile ni kocha ambaye
asiyekuwa na mwenendo mzuri na kuelekea katika msimu mpya wa 25-26 hapa nchini Botswana. Kwa hiyo tangia hapo Patev alishaanza kupewa ofa na klabu ya Simba, na mazungumzo ya awali yalisema kwamba anahitaji kocha huyo aende kuchukua nafasi alikuwa kocha wa kikosi hiko kutoka huko nchini Tanzania. Kwa hiyo taarifa ndio ikaanzia hapo, na fikia jana majira ya saa 7 mchana kwa saa za Afrika hapa nchini Botswana, uongozi wa Gaborone pamoja na management yote ilijaribu kukaa chini na kuzungumza kuweka mipango mikakati, kwa sababu nchi ya Botswana na pia ligi yetu imekuwa imeanza, kwa maana kwamba haijachukua muda mrefu kwa kuanza ligi hiyo. Kwa hiyo kama haijachukua muda mrefu kuanza ligi hiyo, uongozi wanahitaji kwamba kujua mipango mikakati ya kocha huyo na malengo gani ambayo wanaenda kuyaweka kuelekea katika msimu huo. Ukumbuke kwamba mwaka 24-25 Gaborone United ndio mabingwa watetezi, kwa maana kwamba season iliyopita Gaborone walikuwa ni mabingwa. Kwa msimu huu unaenda kuwa msimu mpya. Hii ni mipango ya kocha. Kwa hiyo kikao hicho kilikuwa kimeenda na utofauti kidogo, kwa sababu uongozi wa Gaborone ulikuwa unahitaji kutaka kujua mipango ya kocha iko vipi. Lakini ghafla tu cha kushangaza kwenye kikao hiko cha bodi ya uongozi wa Gaborone, kocha alisikika na kusema kwamba yeye hatakuwa tayari kuelekea katika msimu huo, na isitoshe ilikuwa tayari imeshaanza. Ni kama vile ligi kutoka hapo Tanzania alikuwa kocha mkuu wa kikosi hiko cha Simba Fadu aliweza